Hujambo mpendwa mtazamaji, karibu katika uchambuzi wetu wa siku ya leo. Salamu alaikum kwa ndugu zangu Waislamu na Bwana asifiwe kwa ndugu zangu wa Kristo. Na wakaribisha tu nyote katika uchambuzi huu wa siku ya leo, ambapo tunataka tuweze kuchanganua kuhusiana na hotuba yake rais hapo jana alipokuwa bungeni. Aliweza kutoa hotuba yake kwa mara ya kwanza baada ya kuweza kuchaguliwa kwa awamu ya pili kama rais wa Jamhuri ya Tanzania. Kwa hivyo tunataka tuweze kuichanganua, na nitakuwa naweza kuzungumzia kuhusu msamaha ambao Rais Samia Suluhu aliweza kuomba na Watanzania, na pia nitakuwa naizungumzia kuhusu kuwatambua wale watangulizi wake wa kisiasa ambao waliweza kumtangulia, na tatu pia tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na uchumi na deni ambayo inaikumba serikali na jamhuri kwa ujumla. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza haya yote katika uchambuzi wetu wa siku ya leo. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, iwapo wewe ni mfuatilizi wa mambo ya siasa au matukio ambayo yanafanyika katika ulingo wa siasa, basi uko sehemu pazuri sana, na kuomba uweze kusubscribe ili uwe unapata maarifa zaidi kuhusiana na siasa na ukue na uelezo wa zaidi kuhusiana na mambo ambayo yanafanyika katika siasa. Karibu ili tuweze kuichanganua. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, hapo jana Rais Samia Suluhu aliweza kutoa hotuba yake, na ningependa kuweza kukuuliza mpendwa mtazamaji ya kuwa 1 juu ya 10 ungeweza kumpatia Rais Samia Suluhu alama ngapi 1 juu ya 10 kwa hotuba ambayo aliweza kuitoa hapo jana? Mimi hapo mwishoni nitakuwa nakupatia 1 juu ya 10 nitakuwa nampatia asilimia ngapi, lakini wachanganuzi wengi wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na hotuba yenyewe ambayo aliweza kuitoa hapo jana. Kwa hivyo Rais Samia Suluhu aliweza kuomba msamaha, na akaweza kuomba msamaha kwa wale wote ambao waliweza kuathirika na maandamano au waliweza kujihusisha na maandamano kando na kutojua walichokuwa wakikitenda au wakiweza kuikifanya. Nasema hivi kutokana na maneno yake mwenyewe Rais Samia Suluhu. Hebu tuweze kupata hotuba, kuweza kusikiliza hotuba yake Rais Samia Suluhu alipokuwa anaomba msamaha kwa Watanzania. Wabunge, ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufata mkumbo, wanaimba kwa kufata ushabiki. Kufika katika tu kipande kile ambacho alikuwa anaomba msamaha, katika kile kipande ambacho mama anasema ya kuwa kuna clip za maandamano ambayo aliweza kuzitazama, na kutokana na hizi clip ambazo aliweza kutazama, kuna vijana walioingia kwa kufuata mkumbo na walikuwa wanaimba kwa kuwa mashabiki. Basi hapo ndipo swali langu la kwanza linakuja. Je, hawa vijana walioingia kwa kufuata mkumbo, je, hawa walikuwa watoto au walikuwa watu wazima? Sababu iwapo ni watu wazima, hawezi nieleza ya kuwa mtu mzima anaweza kuingia na kuweza kufuata jambo ambalo haliamini na ajui hao watu wanafanya nini. Kwa hivyo rais anapotuambia ya kuwa kuna watu ambao waliweza kuingia kwa kuweza kufuata mkumbo au kwa kuwa mashabiki, kisha tunaanza kujiuliza maswali mengi. Je, kina nani hawa waliweza kuingia kwa kuweza kufuata mkumbo au waliweza kuingia, na je, kina nani hao walikuwa wanaongoza maandamano kwa mabano? Kwa hivyo tutakuwa tunajiuliza haya maswali, lakini tuendelee na hotuba yake Rais Samia Suluhu katika kipande ambacho alikuwa anaomba msamaha kwa Watanzania. Tuendelee tuweze kusikiliza. Wanaimba kwa kufata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama Rais anatueleza ya kuwa wanaimba kwa kufuata
ushabiki. Hawakuwa wanajua walichokuwa wanakifanya. Nikinukuu tu maneno yake Rais Samia Suluhu. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji, mimi sitaki kuonekana ya kuwa namlemea au namuonea Mama Samia Suluhu. Hata ndakuwa natoa takwimu zangu 1/10. Sitaki kuonekana ya kuwa nimemuonea au nimempendelea. Kwa hivyo, anaposema ya kuwa wanaimba kwa kufuata ushabiki, hawakuwa wanajua walichokuwa wanakifanya. Kwani mpendwa mtazamaji, mimi niko na swali. Je, hawa vijana ambao waliweza kuingia kwa maandamano, ambao tuliweza kuona maklip tarehe 29 Oktoba, vijana wengi wakiweza kujitokeza katika maandamano, hawakuwa wanajua kitu ambacho walikuwa nadai, au walitoka tu katika vyumba vyao na kuenda barabarani ili kuweza kuandamana? Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho Rais Samia anajaribu kutueleza, ya kuwa wengi wao waliokuwa katika maandamano hawajui kile ambacho walikuwa wanakidai, ya kuwa walitoka tu na sababu kulikuwa na watu ambao walikuwa wanafanya maandamano katika barabarani, basi wakaungana nao pasi na kujua kile jambo ambacho walikuwa wanakitenda. Kwa hivyo mimi nashindwa tu kuelewa, labda wewe unaweza kuelewa hotuba hii au kipande hiki ambacho anazungumza Mama Samia Suluhu. Lakini ikisema ya kuwa iwapo unaomba msamaha kisha unaashiria ya kuwa wale ambao waliweza kukua katika barabarani au waliweza kukua katika maandamano hawakuwa wanajua kile ambacho walikuwa nakitenda, basi hatuwezi kuchukua kama msamaha kwa udati. Hatuwezi kuchukua kama ni msamaha. Hatuwezi kuchukua kama ni msamaha because anachokiashiria, waliokuwa wanafanya maandamano hawajui walichokuwa wanakitenda. Hebu tuendelee kumsikia Mama Samia katika hotuba yake. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Mpendwa mtazamaji, kuna muda si wa kucheka, ila kuna maneno ambayo rais anatoa tunashindwa kuelewa. Ukiweza kuangalia, ameweza kunukuu kitabu kitakatifu cha Luka sura ya 23, kitabu kitakatifu cha Luka sura 23 mstari wa 34, ambao ameweza kusema ya kuwa na baba akasema ya kuwa wasamehe sababu hawajui watendalo. Yesu akamuuliza baba yake, Baba wasamehe sababu hawajui watendalo. Lakini mi bado nasalia pale, waliokuwa katika maandamano tuliowaona katika maklip wakiweza kuandamana, je, hawakuwa wanajua kile ambacho walikuwa wanaandamana? Je, ni kina nani hawa walikuwa wanafahamu walichokuwa wanakifanya, na kina nani hawa hawakuwa wanafahamu walichokuwa wanakifanya? Ni clip gani ambao Rais Samia Suluhu aliweza kutazama ambao sisi hatukuweza kupata ile picha ambayo alikuwa anaizungumzia? Mpendwa mtazamaji, labda wewe unajua zaidi, lakini kulingana na mimi siwezi kuchukua kama hiyo ni msamaha kutoka moyoni mwake. Ni muktadha ambao umemfanya aweze kuomba msamaha, sababu iwapo angeomba msamaha, basi angekubali kosa lake. Hiyo ndio ombi la msamaha vizuri. Kubali kwanza kosa. Mimi nilikosea hapa na hapa na hapa, mliniuliza nifanye hivi na sikuweza kuyatenda. Basi hapo ndio makosa yangu yanakuja. Basi kutokana na haya makosa, mimi nataka niwaombe msamaha, muweze kunisamea na tuweze tu kuungana, tuweze kufanya kazi pamoja.
lakini ukiashiria kuwa wale ambao walikuwa wanaandamana hawajui kile ambacho walikuwa nakitenda. Iwapo mimi ningekuwa barabarani naandamana kisha rais aseme ya kuwa sikuwa najua kile ambacho nilikuwa nakitenda, ndasikia vipi? Kwa hivyo hiyo tu ndio swali yangu, mpendwa mtazamaji. Sijui kama nakosea, lakini hiyo ndio swali ambalo mimi najiuliza kutokana na hotuba yake Rais Samia Suluhu. Basi mpendwa mtazamaji, bila kupoteza muda, wacha tuweze kuingia katika vipengele hivi vingine, tuweze tu kutasfiri na tuweze kukupatia taswira ambayo Mama Samia Suluhu alikuwa anajaribu kuleta. Mama Samia Suluhu aliweza kusema katika hotuba yake ya kuwa anawatambua wote wale watangulizi wake, akiweza tu kuwataja kwa majina na pia kwa wabunge ambao waliweza kupoteza maisha yao pale aliposhika hatamu mwaka wa 2021, aliweza kuwatambua. Ni jambo nzuri sana na ni jambo ambalo anaonyesha kuwa taifa limetoka mbali na kumekuwa na viongozi wengi ambao wameongoza nchi yetu, lakini sasa hivi hawapo na sisi ndio tupo na tusiweze kuiharibu nchi yetu. Naweza tu kutaswiri ya kuwa hiyo ndio taswiri ambayo Mama Samia Suluhu alikuwa anataka kuileta, ili Watanzania waweze kufahamu ya kuwa nchi imetoka mbali na kumekuwa na viongozi ambao wameisaidia ifike pale, na basi hao viongozi hawapo na sisi ambao tuko, msifanye tuweze kuharibu ile legacy ambao wale viongozi ambao waliweza kutangulia mbele za haki waliweza kuyaleta au kuweza kuyatenda, mpendwa mtazamaji. Kisha pia Mama Samia Suluhu aliweza kuzungumzia kuhusiana na uchumi wa nchi, akiweza tu kutaja madeni ambazo serikali iko nayo. Nafikiri ya kuwa iwapo ndaona ya kuwa ni ya muhimu zaidi, tutaweza kufanya uchambuzi wa hoja ya kuweza kuongelea kuhusiana na deni ambayo inaikumba serikali na kile ambacho Mama Samia Suluhu aliweza kuyasema kuhusiana na hayo mambo yote kuhusiana na deni ambayo inaikumba serikali, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, kutokana na hotuba yake Rais Samia Suluhu, kwanza katika ile kipande ambacho alikuwa anaomba msamaha, ningependa kumpatia asilimia au takwimu 1 juu ya 10. Lakini kabla niweze kutoa takwimu yangu, ningependa kuweza kukuuliza, je, wewe unaweza kutoa takwimu gani? Unaweza kumpatia alama ngapi 1 juu ya 10 kabla hata niweze kutoa takwimu yangu? Je, unaweza kutoa takwimu gani 1 juu ya 10? Ungependa kumpatia Mama Samia Suluhu alama ngapi, mpendwa mtazamaji? Hebu niambie kwenye comment section, ndafurahia zaidi kuweza kusoma baadhi ya comment zenyu pale, hivyo niweze kuona wewe unatoa takwimu ngapi. Lakini kulingana na mimi, mpendwa mtazamaji, kutokana na hotuba ambayo Rais Samia Suluhu aliweza kutoa, kuna alama aliweza kugonga ndipo na kuna alama aliweza kufeli. Kama kipande cha msamaha, Mama Samia Suluhu aliweza kufeli. Kwa hivyo nitaweza kumpatia 4 juu ya 10 kutokana na hotuba ambayo aliweza kutoa bungeni. Nitakuwa nasubiri kuweza kusoma wewe unafikiria vipi na ni ngapi, alama ngapi ungependa kumpatia Mama Samia Suluhu. Mpendwa mtazamaji, hadi muda mwingine. Lakini iwapo wewe ni mfuatilizi wa mipangilio ya siasa, basi uko sehemu nzuri sana, na kumbuka kuweza kubonyeza kile kidude ili uweze kusubscribe kwanza katika chaneli yetu. Na iwapo tutakuwa tunafika subscribers 1000, basi tutakuwa tunakuja visual. Kwa hivyo tusaidie tuweze kufika katika awamu ile ili tuweze kuja visual, na tutakuwa tunakuletea vitu vingi ambavyo vinatendeka, mpendwa mtazamaji.
kumbuka kuweza kusubscribe na kumbuka kuweza kulike video zetu ili iweze kufikia watu wengi zaidi. Mpendwa mtazamaji, asante sana kwa dhati kwa kuweza kutusikiliza siku ya leo. Kutokana na hotuba yake Rais Samia Suluhu ambao tumeweza kuifanya, hadi muda mwingine mpendwa mtazamaji, ambapo tutaweza kukutana katika mjengo huu ili tuweze kufanya tu uchambuzi wa mambo zaidi ambao umeweza kutokea. Mpendwa mtazamaji, sina budi ila kuhitimisha uchambuzi huu hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa, acha tuweze kuonana. Asante sana.